Karibu sana, huu ni mjadala. Mimi ni Samson Charles. Leo tupo ana kwa ana na Mheshimiwa Juma Aweso. Huyu ni mbunge wa Pangani mkoani Tanga, lakini waziri wa maji hapa nchini Tanzania. Kuna mengi ambayo tutakwenda kuzungumza naye, na hususan wewe ambaye una kiu ya kusikia kwamba katika nyakati hizi hapa mkoani Dar es Salaam sekeseke la maji hatua gani muhimu sana zinaendelea kuchukuliwa. Mheshimiwa Juma Aweso, nashukuru sana kwa muda wako. Asante sana kwa kuungana nami muda mwingine tena. Najua mimi na historia. Labda unaweza kuwafahamisha kidogo waelewe. Kweli ukiona wakati mwingine mtu amefanikiwa au yupo katika eneo fulani amepita mabegani mwa watu. Ni mtu wa kwanza kufanya mahojiano na mimi. Kutoka Pangani pata wasaa kuwa mbunge, mtu wa kwanza kunifanyia mahojiano East Africa TV. Of course, mtu wa kwanza ni kumhoji baada ya kuteuliwa kwa mbunge alikuwa ni mimi hapa. Kwa hiyo ipo katika diary yake na Guinness of World Records kama ipo hivyo. Mheshimiwa Aweso, moja kati ya swala ambalo lilikuwa linasema kwa watu ni wakati wa uteuzi wa baraza la mawaziri, pale kuna watu walikuwa wamepigiwa chapua atarudi. Kwa mfano Dr. Dorothy Gwajima, kwa mfano Juma Aweso. Je, ulikuwa unalitambua hili kutokana na namna ambavyo uliperform katika Wizara ya Maji kwamba mimi nitarudi? Tulikuwa nafahamu hilo? Unajua swala la waziri ama naibu waziri, hilo ni la kiongozi mwenye dhamana, kwa maana Mheshimiwa Rais. Ni wakati gani, ni nani ambaye naweza nikamteua akanisaidia katika eneo fulani. Mimi niliomba ubunge tu. Katika jimbo la Pangani nikawa mbunge. Lakini kwa kweli kusema ni lazima nitakuwa waziri au naibu, uongo. Yani mwisho wa siku namshukuru tu Mheshimiwa Rais na Mwenyezi Mungu pia kwa kuniamini, kwa msaidie kwa mara nyingine katika eneo hili la maji, na niahidi sitokuwa kikwazo kwa wananchi wa Tanzania kwa maana ya mijini na vijijini kuendelea kupata huduma maji safi na salama. Mimi kila nikikutazama bungeni nilikuwa na kuita hatua moja mbele, kutoka Pangani kuingia bungeni kuwasemea wananchi pale Pangani. Ulihisi siku moja utapiga hatua hii ya kutoka bunge na kuwa waziri, tena waziri katika wizara ambayo ulikuwa unaisemea? Na kumbuka ukiwa mbunge ulikuwa unazungumza kweli kweli. Sasa hayati Magufuli alivyokuteua akasema, sasa nilivyokuwa nakusikia kule nataka nikuone ukiperform. Uliwaza siku moja unaweza kwenye hii position? Mimi kwa malengo yangu ilikuwa ni kuwa mbunge. Kwa sababu kuna vitu ambavyo niliviona na vikanifanya nikasema mimi nitasoma mpaka nifike chuo kikuu. Nikifika chuo kikuu siku moja nije kuwa mbunge wa jimbo langu na kusoma na kuelimika. Basi elimu hii nilioipata niitumie kwa ajili ya kuisaidia jamii yangu ya Pangani. Kwa sababu nakumbuka siku moja nililala nyumbani usiku kama mida saa 6. Kuna mama usiku akawa anapiga kelele. Sasa mama yangu mimi akawa ameamka, sisi tupo karibu na mto Pangani. Sasa kuna hii ngambo ya pili, ili upate huduma za afya maana lazima uvuke ule mto. Sasa kwa kipindi kile kivuko kimefungwa kwa maana ya feri. Yule mama alijifungulia pale akafariki yeye pamoja na mtoto wake. Sisi bwana toka kina mama wakanizuia. Sasa asubuhi nikamwona mama nini ndo akanipa hiyo taarifa. Na nikamwambia basi siku moja nitasoma niwe mbunge. Nitakuja hapa siku moja hapa nije kupambania hali sije katokea nitakuja kujenga daraja. Na kweli Mungu kanisaidia, nimemaliza chuo, sikuwa kufanya kazi popote. Nimekuwa mbunge na yale nilikuwa napiga natamani tumefanikiwa kuyafanya. Leo tunajengewa daraja, tunajengewa barabara, vituo vya afya, yale maeneo watu wanapata huduma katika yale maeneo ambayo ile adha sasa haitokei tena. Sawa. Mtu ni moja kwa moja katika swala la muhimu linaloendelea hapa mkoani Dar es Salaam kwa sasa hivi. Unadhani unapitia kipindi kigumu kuwahi kutokea toka umekuwa waziri wa maji wa sekeseke la maji mkoani Dar es Salaam ambalo linawapa kadhia watu? Sasa unapokuwa waziri wa maji, faraja yako ni kuona watu wanapata maji. Lakini unapokuwa kiongozi waziri wa maji alafu watu wanateseka hawapati maji, na najua adha maji changamoto yake hayana mbadala. Kwa maana mtu kwamba akikosa maji anaweza akatumia jambo lingine, hapana, haiwezekani. Kwa hiyo yani unaona kazi kubwa tumefanya, lakini hii vipi? Kwa kweli inakuwa inanipa wakati mgumu. Kwa kweli nipo wakati mgumu, lakini naamini kwa sababu na watu ambao tunafanya kazi kuanzia Januari
mpaka Desemba, lakini huu mwezi wa kumalizia kwa eneo hili la Dar es Salaam limetutikisa wizara yetu ya maji. Lakini kikubwa hii ni experience, kwa sababu haya mambo ya mabadiliko ya tabia nchi kwa maana ya climate change ni mambo ambayo tulikuwa tunaona katika nchi za wenzetu. Ukisikia kwamba watu wamepata ukame, watu wamefanya nini, watu kaona nje. For the first time tulivyoona mto Ruvu umekauka, mimi nikaona hii ni alama. Hiyo ilikuwa kabla hata mgao hujatokea, ni mkashtuka tu. Yani imeanza mara kwanza kipindi mwishoni mwa 22 kwenda 23. Okay. Ndo pale mgao ndo kuanza kuona waziri wa maji kuona mto ambao tunautegemea Dar es Salaam, mto Ruvu umekauka. Sikuwahi kuona katika maisha yangu ya utendaji wa kazi. Mimi nakumbuka Elena na watendaji nyewahi kutoa machozi yangu. Kasema huu ni mtihani. Sikuwahi kuona mto ukauke, watu ambao wanataka kupata maji mashine zimezimwa. Akasema huu ni mtihani na ni jaribio. Lakini nikasema jambo unapolipata lazima liwe shirikishi. Nikawashirikisha viongozi wangu wakuu, alikuja waziri mkuu wakati ule, akaja makamu wa rais na akaja mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais alipokuja avojionea hii hali, akaniambia haya mabadiliko ya tabia nchi yamejitokeza. Haya sasa kama wizara lazima tukabiliane nao na tujiandae. Kwa hiyo baada ya pale, kwa hiyo tuwe na mikakati thabiti, sababu yanapotokea manake lazima atajirudia. Kwa hiyo kama nchi lazima tujipange. Kwa hiyo kwa eneo hili la Dar es Salaam, achana tu na Dar es Salaam, tukasema lazima tuliweke kitaifa zaidi. Je, sera yetu inaendana na mabadiliko ya tabia nchi? Tulipokuja kuiangalia sera yetu haiendani na mabadiliko. Ni sera ambayo tangu 2002. Kwa tumefanya mabadiliko ya sera ili kuhakikisha wizara yetu ya maji kupitia hili la Dar es Salaam kwa funzo ili tuweze kujipanga na maeneo mengine. Lakini na sheria zetu pia, lakini kwa eneo hili la Dar es Salaam ndio hili limeshatokea, tunafanyaje? Kwa tukasema kwa kuwa tunategemea chanzo kimoja cha mto Ruvu, lazima tuwe na backup. Backup yetu itakuwa nini? Ni eneo la Kigamboni. Kigamboni kuna maji chini mengi chini ya ardhi. Tulikuwa na visima, tukamwomba mheshimiwa rais, ametupatia fedha bilioni 23.6, ndio tumeujenga ule mradi pale Kigamboni wa Kimbiji, ambao sasa hivi ndio unatusaidia kipindi hichi cha ukame, ukisaidiana na Ruvu Juu. Kama tusingekuwa na huu mradi, kwa kweli tikisiko ingekuwa mbaya zaidi. Kwa kuzungumza Dar es Salaam muda huu, unatupa tathmini gani? Bado kuna maeneo yanaonekana na hali mbaya zaidi? Kwanza kwa jiji hili la Dar es Salaam, hii hali tutakiwa tuwe nayo. Na kama nilivyosema ni mafunzo, kwa sababu uzalishaji tunao mkubwa. Tumeipata hii changamoto, sasa hivi uzalishaji umeshuka. Kwa hiyo kitu kinapokuwa kidogo, alafu mahitaji yanapokuwa ni mengi, maana kelele zinakuwa ni nyingi. Huyu atasema hivi, atasema hivi, lakini ukweli ni kwamba uzalishaji ambao tulikuwa tunauzalisha lita milioni 534, sasa hivi tunazalisha chini ya lita milioni 3, lita milioni 300. Maana ni chini, mahitaji yamekuwa mengi. Kwa hiyo maelekezo ambayo tumeyatoa kwa mamlaka yetu ya maji DAWASA, na ndio maana viongozi wakuu tupo hapa, tumeweka kambi katika mamlaka hii ya maji ya DAWASA. Moja, hiki kilichopo wananchi tumeshawaeleza kwamba sasa hivi uzalishaji umepungua. Ina maana sika kwamba hatuna maji kabisa. Sasa hichi kilichopo lazima kigawiwe kwa usawa. Hichi kilichopo ratiba yake iwe wazi. Hichi kilichopo maana yake ikiwe shirikishi. Wapo viongozi wa serikali za mitaa ndio wanaoishi na watu wao. Wapo mameneja, usije ukasema kwamba nimepeleka sehemu fulani kumbe hayajafika na watu hawakupata. Kwa hiyo ni vema tukawa tumeenda kule kwa kuyafuatilia na kuhakikisha kwamba watu wanapata hiyo huduma. Lakini twende mbali zaidi, kwa maana yapo baadhi ya maeneo hata ukisema umeyapeleka, lakini wengine wapo kwenye minuko, presha inaweza kawa ndogo, basi magari yetu kwa maana ya mabosi yaende pia nao yaweze kusaidia. Na utaratibu pia wa ugawaji wa maji ni utolewe siku nzima. Usije ukasema leo maeneo fulani napeleka, lakini umeenda kupeleka lisali moja, watu wamechota tu ndo mbili chulululu, unasema bwana maji yamefika. Hapana. Kwa sababu wape muda mrefu waweze kuchota,
wapate nafasi ya kuweza kuyahifadhi. Maana ukishampa mtu nafasi ya kuweza kuyahifadhi, maana anaweza akavuka siku 2, anaweza kuvuka siku 3. Kwa ukija kumpelekea kipindi kingine anakuwa tayari amekwishavuka. Hili inaweza kwenda mpaka lini? Nimepata faraja kwamba jana tulikuwa Kidunda, kwa sababu katika ile mikakati ya kuhakikisha hii hali haijitokezi tena, na hata ukame ukija tukasema lazima tuwe na hifadhi juu ya ujenzi wa bwawa la Kidunda ambalo litakuwa na uwezo wa kuhifadhi lita bilioni 190 ndipo 40%. Ni mradi ambao una takriban gharama bilioni 365. Sasa tulivyofika jana Kidunda, kwa kweli kule maeneo ya chanzo mvua nyingi jana ilinyesha. Na hata ukiangalia hali ya hewa na wenzetu hali ya hewa, naamini kwamba hizi mvua zitakazonyesha tutakuwa salama, lakini hichi kitakachokuwa kimepatikana endelee kuasisitiza wana Dar es Salaam na wanapwani. Hiki ni kipindi cha mpito, tujitahidi hichi kidogo tukihifadhi ili tuweze kuvuka salama. Mheshimiwa, kuna watu wakawa na mawazo mbalimbali. Wengine wakizungumzia maji ya bahari, namna ambavyo tumeshatumia maji ya bahari, tuna chuo cha maji hapa mkoani Dar es Salaam na kadhalika. Je, kuna mawazo mmeyapokea na kuyachakata na kutumia hayo mawazo? Hii hali haitakai jirudie tena, maana mabadiliko ya tabia nchi sasa ni swala la kidunia kinavyoonekana hivyo. Kwanza nitumie nafasi hii, unajua unapopata changamoto kuna mawazo mengi, kuna ushauri mwingi, kuna maoni mengi. Kwa kweli maoni tumeyapokea, ushauri tumepokea, na mawazo mengine yote ambayo tumeyapokea kwa ajili ya kuyafanyia kazi. Lakini kikubwa ambacho nataka niwaambie, serikali baada ya hili jambo kutokea tumejipanga kwamba lisikijitokeza tena basi tuweze kukabiliana nao. Ndio maana tumejenga mradi Kigamboni. Jambo la pili, tuwe na hifadhi kubwa. Ndio maana tunajenga bwawa la Kidunda. So story ni bwawa ambalo tumelijenga, lipo katika uendelezaji tangu 2023. Ni bwawa ambalo limejengwa kwa maana 2026 mwezi wa 10, 12 tutakuwa tumefanyaje? Tumemaliza. Kwa hiyo tutakuwa tunahifadhi. Kwa hiyo ni transition. Lakini mkakati mkubwa ni kuyatoa maji sasa ya mto Rufiji ili tuyalete Dar es Salaam. Visibility study yake na tumeshaimaliza. Kwa ni swala la utafutaji wa fedha, na bahati nimepata nafasi nimekuja katika hii wizara ambayo naifahamu. Kwa hiyo mipango iliyokuwepo tutaiendeleza. Tutafanya kila linalowezekana. Mimi ni waziri ambaye leo nipo, kesho sipo, lakini tutafanya jitihada kupitia Mheshimiwa Rais ambaye amekuwa anatusupport katika kila wakati kuhakikisha huu mradi mkubwa unajengwa, ili hata waziri ajaye asisumbuke kama sisi ambapo tumepata hii changamoto na ikaeka ambayo tunaopitia. Sawa bwana, hao ni majibu ya Mheshimiwa Juma Aweso, Mheshimiwa Waziri wa Maji. Kwa hiyo kwa sisi wa Dar es Salaam tuendelee kuwa na subira wakati huo wale ambao wanatukomoa. Mheshimiwa Waziri, kuna watu wanatukomoa barabarani huko, wanatuzia maji bei kali sana. Sijui kama hizo taarifa pia unazipata sometimes, tukatamani labda waambie DAWASA watuletee magari yale ya maji watuzie kwa wala ndo ni shilingi 1,500 1,000 kujaribu kuangalia wananchi wanaoitwa kipato cha kawaida. Hali inakuwa sio hali. Inakuwa namna hiyo. Sijui kama umeshakufikishia wasaidizi wako taarifa. Nimelipata na nimewaambia DAWASA kwa sababu yapo magari. Na ndio maana nikasema tujitahidi tutengeneze hii dawa kwenye zone. Ndiko kuorodhesha maeneo mengi. Alafu nguvu ikawa ya kupeleka yale maeneo hakuna, italeta malalamiko ambayo hayana ulazima. Tengeneza zone, kwa mfano labda tuseme Bunju, Tegeta, Mbweni, paka maeneo ya Kunduchi, paka maeneo ya Mwenge, Ubungo. Bwana, zone hii Mbezi Beach tutawapa Jumatatu. Kwa hiyo watu wale watakuwa wameweza kupata. Lakini kuna swali niliuliza juu ya bahari. Ni chanzo huko mbele, lazima tukifikirie swala la ujenzi wala kutumia bahari hasa kwa eneo la jiji la Dar es Salaam. Lakini ukiona watu wametumia bahari kwa chanzo cha maji, hawana mbadala. Hawana mbadala. Sisi Tanzania hatuna umaskini wa vyanzo vya maji. Huu mto Ruvu, maji tuliokuwa nao kwa kipindi chote mengi yanamwagika baharini. Sababu bahari lazima ubadilishe sasa hayo maji ya kawaida, lakini gharama zake zinakuwa ni kubwa sana. Sasa kwa kuwa maji tunayo na yanapotea baharini, kwa nini sasa tusiyavuna? Kwa nini tusiyahifadhi ili yakaweza kutumika hasa katika kipindi cha kiangazi? Ndio huu uelekeo ambao tulikuwa nao kwamba tunajenga bwawa, tunahifadhi maji yetu. Kipindi mto umepungua kina, manake tutayaruhusu. Moja atakuwa na uwezo pia kuzalisha umeme
lakini la pili yatatumika pia kwenye kilimo cha umwagiliaji ambao utachangia uchumi katika taifa letu. Na si kujenga tu bwawa kwa eneo hili la Dar es Salaam Kidunda, bwawa lingine kubwa tunalijenga Dodoma. Na ndio maana pia Mheshimiwa Rais katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ametupa mitambo ya uchimbaji visima kila mkoa. Ametupa mitambo ya uchimbaji mabwawa kila kanda, ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na mabwawa ya kati, mabwawa madogo na mabwawa makubwa, ili kuendelea kukabiliana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi. Tukiacha Dar es Salaam, Mheshimiwa Waziri, kwa ujumla hali ya upatikanaji wa maji katika maeneo mengine ya nchi, hususan vijijini, tumekuwa ukipita katika baadhi ya miradi. Kuna mradi mwingine watu ni kama walicheka kidogo, ulisema serikali inajitahidi kupeleka, ila wazee pale kwa kuwa hamjawaga vizuri maji viti na kadhalika. Hali ya upatikanaji wa maji kwa ujumla nchi nzima inaendeleaje? Napata faraja. Miaka ya nyuma ukifika bajeti ya Wizara ya Maji ilikuwa ni mtihani. Waziri wa maji na tumbo joto, bajeti inakataliwa, lakini tumekwenda kipindi cha miaka 5, kwa kweli kuna mageuzi na mapinduzi makubwa ambayo yamefanywa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa mfano, eneo la vijijini, wahandisi wa maji walikuwa wapo katika taasisi nyingine, kwa maana Wizara ya TAMISEMI. Imeanzishwa wakala wa maji vijijini RUWASA, na wahandisi wakaletwa mahususi wakala kwa ajili ya kutatua matatizo ya maji tu vijijini. Sasa katika kipindi hichi cha muda wa miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tuna takriban vijiji 12,318. Tumeshafika vijiji zaidi ya 10,500. Kwa almost tumebakisha vijiji 1,500 kwa mitambo hii na vitendea kazi hivi, kwa maana uchimbaji wa mabwawa. Naamini katika kipindi cha miaka 5 hivi vijiji 1,500 vilivyobaki tutakwenda kuvikamilisha. Lakini la pili, eneo la mijini, tuliainisha miji ambayo ilikuwa na changamoto kubwa sana ya maji. Mheshimiwa Rais akatafutia fedha kupitia serikali ya India dola milioni 500. Kwa hiyo tuna miji 28 ambayo ilikuwa na changamoto kubwa sana ya maji. Kwa mfano maeneo ya Makambako, ukenda zako Wangeng'ombe, ukenda zako maeneo ya Newara huko, maeneo ya Muheza, maeneo ya Handeni, na mpaka kule Katavi Mpanda, kwamba ni miji 28 ambayo tumeijenga na fedha zake zipo na wakandarasi wapo site. Na mwezi wa kwanza wa pili tutakuwa tunaanza sasa kufanya uzinduzi. Kwa hiyo lile lengo la 95% tutakuwa tumelifikisha, na ndio maana tumejipa jukumu lingine la Mheshimiwa Rais sasa tuunganishe hivi vyanzo vyetu vikubwa, sababu nchi yetu si maskini wa vyanzo vya maji. Tuna ziwa Tanganyika, tuna ziwa Victoria, tuna ziwa Nyasa, tuna mito mikubwa, mto Ruvuma ukenda Mtwara, tuna mto Rufiji, lakini tuna mto Pangani. Tumeyatoa maji ya ziwa Victoria, yameshafika Tabora. Tumepewa maelekezo yaingie Dodoma. Sasa hivi tunaufanya usanifu wa kuyatoa maji ya ziwa Tanganyika yaende zake Katavi, yaingie Kigoma, yaingie Rukwa, ili baadaye tuweze kuyaunganisha haya maji. Kwa hiyo tutakuwa na vyanzo vikubwa kama national grid ya taifa, kama grid ya umeme. Kwa hata kama huku tutakuwa na maji machache, tutatumia haya maji kusaidia haya maeneo mengine. Lakini sasa ndio kauliza, amwezi pia mkafanya hivyo kwa Dar es Salaam, tutegemea mabomba labda kama ya gesi kutoka Mtwara, labda kutoka Mwanza? Tutafanya Rufiji. Okay. Rufiji italeta Dar es Salaam, maana itakwenda mpaka Lindi. Maji ya Mtwara, kwa maana mto Ruvuma itafika Mtwara, itaungana na haya maji ya mto Rufiji. Na kule kuna ziwa Nyasa, na ziwa Nyasa itaungana na haya Ruvuma. Ukija huku kuna Kiwila, kuna mto Momba pale Tunduma, itaungana na hali ya ziwa Tanganyika. Kwa hiyo tutakuwa tunatengeneza hii grid, mwisho wa siku tunakuwa na vyanzo vyetu vikubwa tumeviunganisha. Wizara inatoka kubadilika sasa, itakuwa kutoka Wizara ya Maji ya Kunywa itakuwa ni wizara inayotumika kwa ajili ya viwanda, kwa ajili ya kupeka maji viwandani, lakini pia kutumia maji haya kwa ajili ya umwagiliaji. Wakati tunazungumza ziwa Victoria, nakumbuka huwa wakazi wa Mwanza huwa wanakuwa na maoni tofauti bwana. Sisi ziwa liko hapa, mnayatoa mnavuka Tabora. Sisi tunateseka hapa. Unataka kuambia nini? Mwanza tumejenga mradi wa Butimba. Hivi karibuni mwaka huu tulienda na Mheshimiwa Rais, tumezindua mradi pale wa bilioni 70. Sasa hivi tupo kwenye hatua ya usambazaji, lakini tunakwenda sasa hivi kutanua tena ile Butimba, lakini tunaenda kuanzisha chanzo kingine kutoka Bangaji kwa ajili ya maeneo ya Ilemela. Kwa hiyo serikali haijawaacha pamoja. Unapokuwa na ziwa, unapokuwa karibu na Walidi, lazima unukie. Kwa hiyo serikali na mipango mizuri, na tutaendelea kuwekeza kuhakikisha maeneo ya jiji la Mwanza
wanapata huduma maji safi na salama. Moja kati ya swala ambalo nimekuwa nikifuatilia taarifa mbalimbali za habari ambalo ni kama kikwazo kwa katika utendaji ni kukabiliana na ubadhirifu wa fedha za serikali katika miradi mbalimbali ya maji. Nakumbuka moja ambao nakumbuka kwa sababu lilifanyia nyumbani kwetu kule Tela Kilimanjaro, ulikuta kibanda fulani kamejengwa kwa mamilioni ya fedha. Hizi badhirifu wale watu wamechukuliwa hatua, huwa zinafikia wapi? Unagundua katika maeneo mbalimbali, wakandarasi korofi, moja kati ya vitu vinavyokuumiza kichwa. Haya mambo huwa yanakwisha, yanachukuliwa hatua? Sisi kwetu bwana walikuwa wanachukua hatua. Moja, tulikuwa na miradi 177 chechefu tuvengia tu kwenye sekta. Imejengwa lakini haitoi maji. Tukasema tutaanza na ina. Uwezi ukawa umepewa fedha alafu mradi usijengwe alafu usikamilike ukawa umeondoka. Tulibanana nao. Kama sisi moja ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais tuwape nafasi wahandisi wetu kwa maana wa makandarasi wetu wa ndani ili tuweke mzunguko. Tuliwaita na tuwaambia lazima hii fursa muitumie vizuri. Lazima muwe model nzuri ya kujenga miradi yetu. Kifanya vizuri na nyinyi mmefanikiwa. Kifanya vibaya manake itakuwa sita sura nzuri kwa sekta yetu. Wale waliokuwa wakaidi tumeshughulika. Niliwahi kusema kwa maana ukizila fedha za maji utazitapika tu. Na kwa kweli tumeenda vizuri. Kama utaona ripoti ya World Bank, tulishindanishwa zaidi ya nchi 45 juu ya ujenzi wa miradi ya maji kwenye P4R. Tunaongoza Tanzania miaka mingi mfululizo. Kwa hiyo hayo ni mabadiliko na ni mapinduzi na mafanikio makubwa kwenye sekta yetu ya maji. Sawa. Tukitoka huko sasa katika maeneo haya ya maji, kuna watu wanamtazama vile vile Mheshimiwa Juma Aweso katika maeneo kadhaa ya kimaisha, ya kijamii. Story was zinapigwa kuhusiana na aina ya familia yako ulionayo, ipo serikalini, mkeo na kadhalika. Ni mambo ambayo unakabiliana nayo vipi kijamii? Ile pressure kwamba na mke wake yuko kule na yeye yuko huku na hiki kinaendelea. Maswala haya wewe unayapokeaje? Na hayaathiri privacy yako na utendaji wako kwa ujumla? Kuna mambo ya kazi na kuna mambo ya familia. Kwa hiyo mambo ya kazi tena ukirudisha kwenye familia patavurugika. Kwa hiyo naipa nafasi familia na ipa nafasi kazi. Najitahidi sana visingiliane ili kuleta amani ya sababu ukishaleta stress sasa za kazi ukizirudisha nyumbani hakutokalika. Kwa hiyo najitahidi sana, lakini la pili nimepata mke mwanasiasa na mimi mwanasiasa. Kisha kuwa mwanasiasa maana yake mpo kwenye the same field. Yeye anafahamu na mimi nafahamu, na kwa si changamoto. Kwa hiyo siasa ni mambo ya maneno sana, mtu anaweza ukapandikiziwa figisu hapa unakuwa na ngozi. Kwa hiyo ukishakuwa mvuvi huwezi kuogopa shombo tena. Katika moja kati ya watu wanaozungumza kwa mfano kwenye maoni tu ya katiba mpya ni kuhusiana na ubunge na uwaziri. Ukitaka mawaziri wawe mawaziri, wabunge wawe wabunge. Unadhani uwaziri wako, kwa sababu of course tuko umeingia wizara ya maji, umekuwa busy sana na maji. Moja kati ya mradi na ukumbuka ni Same Mwanga. Mimi binafsi na ukumbuka huo. Inaonyesha kwamba unakoma unaagisha mambo yanaenda. Unadhani imeathiri utendaji wako katika jimbo la Pangani? Kuna kipindi ulikuwa unazungumza jamani, una kazi pale Pangani, cha kwanza kuondoa ujinga, kuhakikisha elimu na kuwepo wana Pangani. Unadhani iko namna hiyo? Kwanza hivi vitu ni kuvipangia utaratibu. Yaani ukishapangia utaratibu wala hutopata usumbufu aina yote. Kwa mfano, ukinapokuwa waziri, mbona upo muda maalum umepewa kwamba uende katika jimbo lako ukafanye shughuli za wananchi? Uweze kuwa waziri, bwana niko busy. Bwana unajua nina kazi nyingi sana za serikali. Kwa sababu huwezi kuwa waziri kama hujawa mbunge. Na nashukuru pia nimepata wasaa kwa kuwa mbunge, nimekuwa waziri, lakini tumefanya mapinduzi makubwa sana kwa wananchi wangu wa jimbo la Pangani. Jimbo la Pangani. Moja kati ya swala ambalo nataka kukumbuka mengi. Moja, swala la elimu. Sababu tulikuwa tufanye vizuri swala la elimu na tulianzisha programu inaitwa Niache Nisome Pangani na Nitegemea. Tulifanya vizuri na mpaka tunaongoza mkoa mzima wa Tanga tuliongoza. Lakini eneo la pili ni barabara. Sababu Pangani moja changamoto kubwa, Pangani na fursa nyingi sana. Ni swala la utalii, tuna mto Pangani, manake
tuna bahari mwanzo wa mji mpaka mwisho wa mji, ardhi yenye rutuba, tuna mbuga ya Sadani, lakini changamoto ilikuwa ni miundombinu. Kwa hiyo Pangani ilikuwa kama kisiwa. Ili mtu ufike Pangani maana yake uende kwa makusudio maalum, usikie kuna kuzika ndio utakwenda au kuna harusi ndio utaenda. Lakini kupitia hii barabara maana yake tunatoka Pangoni tunapaa angani. Kwa hiyo itaifungua, lakini na pia sasa tunapigania Pangani tupo karibu na Zanzibar. Misali moja. Tunataka tuwe na fast boat kutoka Pangani kwenda Zanzibar. Zanzibar wenzetu wapo vizuri kwenye swala la utalii, lakini hawana mbuga. Sisi Sadani ipo mbuga Pangani. Kwa hiyo inakuwa rahisi mtalii kuja zake Pangani, jioni akarudi zake kule kwenye nani Zanzibar kwa ajili ya mambo mengine. Kwa hiyo itafungua uchumi kwa kiwango kikubwa. Sasa hivi tuna uwekezaji kwenye swala la madini kule Pangani, lakini pia tunaufungua uwanda wa mto Pangani. Tuna bonde zuri sana. Kwa hiyo tunaita wadau, naona sasa hivi wanakuja kufanya tathmini ya kuhakikisha kwamba wanataka kulima kilimo kikubwa sana cha miwa, lakini kuwa na kiwanda pia kwa ajili ya sukari. Sawa, Mheshimiwa Aweso, kuna namna ambavyo pia vijana wanakutazama kama role model, kwa sababu wewe ni mmoja kati ya viongozi ambao toka amepiga hatua haijawahi kurudi nyuma. Hatua ya kutiania mara kwanza jimbo la Pangani ikakupeleka ukaaminiwa na chama ukashinda ubunge. Hatua ya pili ukaingia kwenye waziri, lakini hatua ya tatu ndani ya waziri ni utendaji. Watu wakiangalia hatua zako hazirudi nyuma. Kuna siku tutamwona Mheshimiwa Juma Aweso akichukua fomu ya ugombea urais, kwa sababu hatua hazirudi nyuma. bado na mambo mengine ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwanza sasa hivi ni mbunge wa jimbo la Pangani, lakini ni waziri wa maji. Ngoja nisimamie haya ambayo majukumu niliyopewa kwa sasa. Ukiwa kama kiongozi kijana, Tanzania na vijana wengi pia wanakumulika kama role model wao. Unatazamaje matatizo ya vijana wa Tanzania, jinsi wanavyo struggle kila siku kujaribu kufikia ndoto zao? Ukiangalia wao naona umefikia ndoto zako, lakini pia unaweza kwa mtazamo wako labda kuna mahali unataka ufike. Unazitazamaje haswa za vijana wa Tanzania? Wako katika mwelekeo wa kufikia ndoto zao? Wengine hawana position, wengine hawana simu ya Juma Aweso kumwambia kiongozi nisaidie hapa, struggle zao. Bana nimegusa kidogo. Yani unapozungumza kijana, kwanza ni waasi sana wenzangu, vijana wenzangu ambao tumepata bahati ya kupata mafanikio. Tusiwabeze vijana wenzetu. Unaweza ukaa huko katika nafasi fulani umefanikiwa, na unamuona kijana mwingine kule anapata changamoto, kaona labda ana akili, ana uwezo, lakini struggling zake sio mchezo. Mimi nilishawahi kumaliza chuo, kuna kipindi nimemaliza ukemia, nikaenda tukaitwa field. Nakumbuka tulienda kufanya field, kwa tuliitwa kufanya interview. Nafasi chache mato. Nilikuwepo. Sasa sio mchezo. Lakini vijana wana mawazo mazuri, lakini wakati mwingine hawana information, taarifa. Lazima tusaidiane katika ile eneo. Wakati mwingine kijana anaweza kawa na idea nzuri, lakini changamoto yake ikawa ni mtaji. Wewe unataka mtaji, wakati mwingine unaambiwa uwe na hati ya nyumba, kiwanja una, hati utatoa wapi? Sasa faraja ambayo tumeipata kwa kweli katika eneo ambalo Mheshimiwa Rais amegusa mioyo ya vijana wengi ni juu ya uanzishwaji wa wizara ya vijana. Kwa hiyo itatupa nafasi, kwa sababu anelala na mgonjwa ndio anayejua mioyo ya mgonjwa. Kwa hiyo vijana wenzangu, hii ni nafasi, na hata sisi ambao tumepata nafasi katika hivi vijana, ndio maana tunajituma zaidi ili tusiwafungie milango vijana wenzetu. Maana changamoto ni kwa vijana hapa ukiharibu vijana hawa vijana. Kwa hiyo tukifanya vizuri na tunawafungulia milango vijana wenzetu waweze kuaminiwa zaidi. Lakini ipo changamoto pia ambayo nimeiona, nafikiri tuende nao vizuri. Kupata kazi ni jambo moja, lakini ukitokea kwa kijana yote umepata nafasi, ubebe una dhamana ya kufanya zaidi ili vijana wenzetu waweze kuaminiwa. Changamoto nimeiona sasa hivi, na mimi kwa mfano nitakupa. Mimi nafanya kazi, unapata 2,000, maana naona na mimi hebu nianzishe kitu fulani. Ili hichi nikianzisha kitawasaidia vijana wengine, na maana nitakuwa nimetoa mchango.
Mimi kwa nyumbani kule Pangani sisi tupo karibu na mto. Nikasema bwana, hebu naomba nilime. Nataka nilime nyanya, nataka nilime ndizi kwa sababu ule ukanda maji ya uhakika yapo. Nikasema ngoja nitafute wasomi kabisa. Sitaki kunibahatisha, nataka nipate wasomi ambao wataweza kufanya hili jambo, na tukaenda kuwapeleka mafunzo, wamekaa na tukapata mbegu nzuri. Huwezi kuamini, miaka 2 ananipigia simu ananiambia, mkuu, cheki WhatsApp. Na cheki na ananiambia, bwana, na mikungu hii 3. Sasa nitume Dodoma au nipe utani. Lakini mzigo nishaekeza pale. Sasa yeye ndio alikuwa anamtegemea, ndio msomi, ndio anajua taaluma hiyo, lakini hebu ona changamoto hiyo. Kwa hiyo ni vitu sasa ikitokea mtu kwenye taasisi unaona mtu anaona sasa sijui unanena kwa nini pesa kwa vijana. Sasa anaona sasa yani mbona. Kwa hiyo mimi niwaombe sana, tukipata nafasi sisi vijana tujitume zaidi na tutumie taaluma na uwezo wetu zaidi kuhakikisha kwamba tunazidi kuaminisha kwamba uwezo au nafasi ambayo tulopata basi tunaweza kuitendea. Lakini hilo tu ambalo nimeliona. Sawa, mtazamaji wa AATV, bado tupo na Mheshimiwa Juma Aweso, waziri wa maji. Muda mchache sana ujao nitarejea hapa kuendelea naye kumalizia. Endelea kuwa nasi.